Natumai kitendawili hicho kitakuwa kikitatuliwa. Na familia moja Naivasha, kaunti ya Nakuru imesalia na majonzi kwa takriban juma moja tangu mpendwa wao kuzama katika ziwa Nakuru na mwili wake kutoweka. Daniel Muriu mwenye umri wa miaka 33 anadaiwa kuzama kwenye ziwa Nakuru tarehe 21. Familia yake inaitaka serikali ya kaunti ya Nakuru kusaidia kusaka mwili huo, ikidai kuwa imekuwa ikipewa saa 2 pekee na usimamizi wa mbuga ya wanyamapori wa Nakuru kusaka mwili, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mike Chalo. Kwa zaidi ya juma moja, familia ya Daniel Muriu imekaa kwenye kiza kilichochanganyika na uchungu wa kumpoteza ndugu yao. Alipotea kwa maji on Sunday, na tumekuja hapa kila siku, tumetoa gharama kubwa sana, lakini hatujafaidika. Tunaomba county government na national government watusaidie ili tuweze kupata mwili wetu, kwa sababu wenye walikuwa wanafua na yeye wanajua pahali aliangukia. Baada ya kuripotiwa kuzama kwenye ziwa Nakuru na wavuvi wenzake, familia hii inadai haijapewa muda wa kutosha kuusaka mwili wake, wala kaunti haijaonekana kuwapa usaidizi katika kutafuta mwili, huku wakidai usimamizi wa mbuga ya wanyama ya Nakuru imekuwa ikiwapa saa 2 pekee kutafuta mwili. Serikali ambao tulichagua ya kaunti ya Nakuru ina uwezo wa kutoa madaiva waende pale watafute huu mwili, maana huu mwili wa mtu. Haiwezekani mwili wa mtu unapotelea pale. Huu mtoto hana wazazi, ana watu wanamtegemea. Kama huyu mtoto angekuwa watajiri, ungeona vile hiyo leki ikefunguliwa haraka. Lakini sasa maskini wanalialia na ndio wao wanavote. Kwa hivyo mimi nimesema ya kwamba wacha familia iruhusiwe itafute mwili. Wale fishermen wako pale ni mamilioni, walitoka leki Naivasha wakakuja hapo. Kwa sasa familia hii imesalia kwenye njia panda, isijue yaweke matumaini ya kupata mwili wa mpendwa wao hai au kuuzika mgomba kama ishara ya kumpumzisha Daniel Muriu. Kuna ule muda ambao utaisha. Huo muda ukiisha, kama mwili haujapatikana, itatubidi tuzike ule mgomba wa ndizi pale mahali baadaye kijana wetu, lakini hiyo sio furaha yetu. Hatungetaka kuona akiuzika mgomba wa ndizi katika shamba lake, ati huyo ndio mwili wa kijana wake ama kijana wao. Niombe tu ya kwamba yule ambaye anaweza kuwa na usaidizi, hata kama ni rais wa taifa la Kenya, aingilie hili jambo kati ili tusaidie hii familia. Mike Chalo, TV 47.